Rafiki yangu, ni sehemu ya 4 ya mafundisho bora kabisa kuwahi kutokea kwenye episode hii. Karibu tuendelee kujifunza. Leo tunapomalizia, naamini Mungu atazungumza nawe kwa namna ya tofauti kabisa. Endelea kuwa sehemu ya darasa hili. Umebarikiwa. Amen. Kwa hiyo field battle yetu ni katika ulimwengu wa roho, si ndio? Sema sisi vita yetu sio ya damu na nyama, ila kuna vitu ambavyo tunavifight: falme, majeshi ya pepo, mamlaka ya giza na vitu kama hivyo. Alafu akasema field yetu ya battle, yani sasa uwanja wetu wa kuchezea hiyo vita, uwanja wetu wa kupigana hiyo vita ni spiritual realm. Sawa sawa? Kwa hiyo hatufight physically. Sasa namna gani ya kupambana sasa kwenye spiritual realm? Swali linalofuata kwanza, ulimwengu wa roho ni nini na uko wapi? Kwa sababu tunafikiri ulimwengu wa roho uko hapo juu. Wambaye uko chini. Okay, sawa. Kwa ulimwengu wa roho, anaposema ulimwengu wa roho kwamba hiyo ndo eneo letu la kufight. Swali letu linakuja, yani ninaendaje kwenye huo ulimwengu wa roho kwenda kufight hapo? Kwa sababu ameonyesha tunapambana na mamlaka, tunapambana na hizo kila kitu, ila ni katika ulimwengu wa roho. Swali linakuja, ili nipambane nazo, ulimwengu huo wa roho uko wapi ili niende kwenda kupambana nao? Anaufikiaje? Kwa simply anachokisema hapa kwamba ulimwengu wa roho, anamaanisha ni tofauti na ulimwengu wa nyama. Maana yake ni kisichoonekana, lakini kinatenda kazi na kina impact. Sawa sawa? Kwa hiyo hamaanishi a certain location. Sawa? Anamaanisha ni kitu ambacho yani ni tofauti na hii ambayo tunaonana physical. Hiyo ndio maana ya ulimwengu wa roho hapo. Sasa watumishi wa Bwana Sasa madamu Sawa? Kwa hiyo kwa anaposema kwa tunapopigana, maana yake anaonyesha ni vitu visivyoonekana lakini vinatenda kazi. Ndio maana ya ulimwengu wa roho. Sawa? Sasa sio eneo fulani lililo juu au chini. Ni utendaji ambao hauonekani kwa hizi 5 senses zetu. Si sawa? Na vitu vyote. Bwana Yesu asifiwe sana. Ila anachomaanisha hapa ni kinyume cha mambo yanayoonekana. Yaani ni tofauti. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa swali la msingi, unakaa wapi na unaoperate vipi? Si sawa? Kama ni majeshi ya pepo wabaya na hayaonekani, na tunapofanya fight zetu tunazifight hizo, zinaoperate wapi? Si ndio? Au zinakaa wapi? Ni sawa tumisha Bwana? Ndio. Tuko sawa? Ndio. Sasa tuende kwenye Ephesians 2:1-2. Efeso 1 mpaka 2. Efeso 2:1 mpaka 2, si ndio? Yes. Biblia inasema hivi. Okay. Ninyi, sijui nasoma version tofauti. Anyway, acha ni command iwe SUV. Nanyi mlikuwa wafu. Waefeso 2:1 hadi 10. Hadi 2. 1 hadi 2. Nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu ambazo mliziendea zamani kwa kuifuata kawaida ya ulimwengu huu na kwa kumfuata mfalme wa uwezo wa anga. Naomba awanze kupay attention hapo. Kwa kumfuata mfalme, huyo si sawa? Mfalme wa uwezo wa anga. Sawa. Pia hapo anga maana yake sio hii. Okay. Si sawa? Tuendelee. Roho yule atendaye kazi sasa katika wana wa uasi. Kwa hiyo hizi pepo wabaya, hizi mamlaka, hizi authority ambazo tunatakiwa tuzifight according to Ephesians 6:12 to 11-12, hizo ambazo ni kwa ulimwengu wa roho zinatenda kazi ndani ya wana wa kuasi.
Akizungumza wana wa kuasi, simply ni unbelievers. Sawa sawa, eh? Sasa kama ambavyo Mungu anatumia watu kufanya kazi yake duniani, Shetani pia anatumia watu. Si ni sawa? Kwa hiyo kama Mungu akitaka kuokoa, atakutuma wewe, atanituma mimi nikahubiri Injili. Shetani akitaka kufanya cha kwake pia atamtuma mtu. Sawa sawa? Kwa hiyo ndio maana sasa unapokutana na mtu akakupinga au akakutesa, understanding yako hata siku moja isiwe ni huyu. Know that there is power behind him or her inayomuinfluence. How to fight that power? I kneel and pray. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo the kingdom of darkness inaoperate kutaka kupingana au kuzuia Injili kupitia wasioamini. Kwa sababu usisahau, sisi ukiamini unapokea roho wa Mungu. Maana yake usipoamini, maana yake unasema niko wazi kutumika na adui. So unbelievers, Shetani ana access kwa unbelievers, ana uwezo wa kuingia na kutoka wakati wowote. Aidha wanajua au hawajui. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana sasa vita yetu sisi, nikikutana na unbeliever akanipinga au akanitengenezea mtego, nikiingia kumchukia, nimekosea. Ninatakiwa kuona huyu sio yeye, nirudi kwenye prayers, niombe mpaka nimsaidie na yeye aweze kuokoka. Kwa hiyo ukiwa na mtazamo huu, hutaka umchukie mtu, maana unajua sio yeye. Haleluya. Na ndio maana unaona hapa mitume wanakutana na makuhani, wanawapeleka kwenye baraza, wanawashitaki, wanawatesa, wanawapiga, wanawafanyia vitimbi, halafu baadaye jamii kubwa ya makuhani wamekubali. Unajua nilikuwa nasoma ile ya Matendo ya Mitume ngapi? Kikao cha kile cha Paulo kilichotoa ikasema kwamba nitengeeni Barnaba na Sauli. Unagundua pale kuna mmoja ametajwa ni ndugu yake wa kunyonya wa Herode. Sawa? Ni Matendo ngapi? Matendo 16 sijui. Ngoja ngora 13. Tuna mitume 13 mbili. Ndio. Naomba uanze tu moja. Okay. SUV, sorry. Anasema umepata? Yes, nimepata. Sawa, karibu. Na huko Antiokia, katika kanisa lilokuwako palikuwako na manabii na walimu. Nao ni Barnaba. Kwa hiyo hawa wanatajwa manabii na walimu. Sawa, watumishi wa Bwana, Ndio. Waangalia hawa manabii na walimu. Nao ni Barnaba na Simeoni aitwaye Nigeri, na Lukio Mkrene, na Manaeni aliyekuwa ndugu wa kunyonya wa mfalme Herode. Hivi unafikiri walimpataje huyu akaamini? Ndugu wa kunyonya wa Herode aliyeua watu, sura ya 12. Kwa the previous chapter tu Herode kafanya manuva, katulia Yakobo, kamkamata Petro akataka kuua. The next chapter tunaonyeshwa ana ndugu wa kunyonya. Sasa sijui ni mkubwa au ni mdogo, ila maana yake mtu na brother yake, ila huyu ni mtumishi wa Bwana, nabii. Herode anapi. Hivi unafikiri kama wangekuwa na hiyo kwamba Herode, maana yake huyu mtu alikuwa na kwenye, kama wangetembea kimwili ilikuwa ni easy kumavoid huyu. But imagine wamempokea, amekubali, na wapo naye kwenye prayer. Hapo kwenye conference kwenye camp, wanapiga camp yao siku 3. Hapo sijui ni Holy Ghost meeting, mpaka Roho akasema nitengeeni Sauli na Barnaba. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo resistance yote ambayo tunakutana nayo, watu wote wanaopinga, watu wote ambao unawasikia wanafanya chochote kuipinga Injili, usiingie kwenye mtego wa kuanza kuwachukia. No, my dear friend. Hatupambani na wao. Hawa ni candidate wa Injili. Yes. Sasa ukisoma kama Sauli aliweza kuokoka, ndugu zangu, hamna ambaye hawezi kuokoka.
haijalishi anafanya nini kuipinga hii Injili, haijalishi anafanya nini kuipinga kweli. Kama Sauli aligeuka, watumishi wa Bwana watageuka. Sawa? Jana Apostle ametuwekea habari ya story ya marebo. Unajua actually nimeifuatilia 2 times. Hizo mpaka mwisho, mpaka sijui kama atasikia ile atakiwa andae kanani ambacho kata compile kile hicho. Ukiangalia marebo mtumishi wa Bwana Faustini Munisha alichokifanya. Unajua nilikuwa nasoma nikaanza mpaka tukawa discuss na ndugu yetu Rashid, akamwambia mpaka sasa ndugu yangu, swala msingi una marafiki kama hawa? Yaani do you have that friend ambaye anaweza kuwa consistent kuhakikisha umeamini kama hii? Umeelewa? Kwa yule ndugu, regardless ya circumstances zilizokuwa zinatokea, regardless ya response alizokuwa anazipata kutoka kwa marebo, yet kwa hiyo ni follow up ya number of years. Kwa sababu kusema amekuja kuimba marebo ameokoka kwenye kaseti yake ya 6 anasema, na kamuimba kutoka kwenye albamu ya pili. Kwa hiyo albamu ya pili kamuimba, ya 3 kamuimba, yani maana ni number of years hapo katikati. Kwa hiyo alikuwa anakutana na responses za kukatisha tamaa kutoka kwa marebo. Yeti hakukata tamaa. Matendo kukata tamaa wake watano. Matendo. Kutana response kutana matendo na wake watano. You see? Bado wapo. Tukiingia kwenye mtego wa kufikiri hawa watu wanatuchukia, tukao tumefanya biggest mistake ever for committed. So nini response yetu? Akipinga leo, kesho nikirudi napiga goti. Huyu atapokea Injili. Raka pasaya. Huyu nafsi yake Mungu lazima aokoke. You pray. Hata kama kesho nitakutana naye akaendelea kupinga, nikirudi napiga goti, najua huyu ni candidate wa Injili na anapaswa kuokoka. Hata kama kaua, unajua leo tunaishi kwenye mazingira ambayo mtu akiua, mimi naamini Sauli angekuwa kwenye kanisa la leo inawezekana tusingekaa tumkubali. Lakini kama Sauli alifanya aliyofanya, akageuka na akafanya kazi ya Injili, mtu yeyote katika hali yoyote, haijalishi response yake, haijalishi vita anaopiga, ana uwezo wa kugeuka. Kwa vita yetu sasa, kwa hiyo tunapoomba sasa, tunaomba kwamba tuhifadhiwe dhidi ya huyo, ila tunapoomba tuhifadhiwe dhidi ya huyo haimaanishi kwamba tutamwavoid. Atatupinga, ataseti kila kitu atakachokifanya, lakini kesho nitamfuata tena. Jesus died for your sins. He is alive. Ukimwamini unaokoka. Atakataa, atasema wewe nitakupiga kisu, nitaenda, naweza nikamwacha mwezi, naweza nikamwacha miaka, lakini kitu muhimu cha kufanya, haijalishi ametega kila kitu, kila atakachokifanya tuna uwezo wa kukishinda tukiomba. Bwana asifiwe sana. Ila tukiingia naye kwanza kufanya strategy, yule anapinga, ngoja na sisi tufanye, tuanze kuongea, tutakuwa tunatengeneza chaos. Praise Jesus. Hallelujah. So the best way ya kufight our battle is on our knees. Bwana Yesu asifiwe sana. Sawa sawa Kwa hiyo unagundua ukiona hicho, maana unagundua kuna nguvu inafanya kazi nyuma yake. This is my brother. This is my sister. No need ya kwanza kuingia kwenye bato naye. Si sawa? Kwa hiyo ninarudi na kuanza kuomba kwa ajili yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Taratibu hapo. Turudi Waefeso 2. Lakini nadhani ni vyema tuione vizuri pia hii. Okay, sawa, asante. Tulikuwa tumetokea 6 Waefeso. Yeah. Kuanzia mstari 10-11 tumemzidi kwa hodari. Vaeni silaha zote za Mungu. Mpate kuzipinga hila za shetani. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama. Yes. Bali ni juu ya falme na mamlaka. Juu ya wakuu wa giza hili. Juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Sindio? Katika ulimwengu. Battlefield yetu ni ulimwengu wa roho. Kwa nini emphasis ilikuwa hapa kwenye ulimwengu wa roho? Ndio tukaenda Waefeso 2. Tunaangalia huu ulimwengu wa roho ukoje na unatendaje kazi. Exactly, yes. Ninyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu, Waefeso 2:1, ambazo mlienenda zamani mkifuata kawaida ya ulimwengu huu na kumfuata mfalme wa uwezo wa anga, roho yule atendaye kazi sasa katika wana wa kuasi.
Okay, nadhani pia mstari wa 3 ni vyema tungeusoma. Okay, sawa, asante. Ambao zamani sisi sote tulienenda kati yao. Thank you. Katika tamaa za miili yetu. Tulipoyatimiza mapenzi ya mwili na nia na ya nia, kwa kuwa tukawa kwa tabia yetu watoto wa hasira kama hao wengine. Kwa lugha nyingine, adui katika ulimwengu wa roho, matokeo yake yako kwenye ulimwengu wa mwili. Thank you. Inapotokea katika ulimwengu wa mwili, adui anapambana na sisi, hatupaswi kumfuata katika ulimwengu wa mwili, tuna reverse kwenye ulimwengu wa roho. Kwa hiyo vita yetu inakuwa katika ulimwengu wa roho, kwa sababu tukimshinda kwenye ulimwengu wa roho, matokeo kwenye ulimwengu wa mwili yanaonekana. Exactly. Asante. Tumeona Kwa hiyo hiyo ndo namna ya kuwa protect wahudumu wa Injili, na hiyo ndo namna ya kupigana vita ya kiroho sasa. Sawa. Ndio maana ukienda kwenye 6 ukifika kwenye 18 ndo anaeleza vaeni hizo silaha nani, alafu 18 akasema kwa sala zote na maombi. Huko kwingine alikuwa anatoa vaeni. Namna gani sasa ya kuipambana hiyo vita? Kwa sala. Kwa hiyo sala is the how ya kufight spiritual battle sasa. Sala na maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumeelewa vizuri sasa Imekaa sawa. Na actually ukienda kwenye Yohana 8:44 Yesu aliwaita wana wa kuasi. Alisema nyie ni wa ibilisi na baba yenu ibilisi nyie. You see? Na Yohana 8:44. Yohana 8:44. Nitasoma kama ilivyoandikwa. Ninyi ni wa baba yenu ibilisi, na tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda. Yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo. Nataka uone muuaji. Wala hakusimama katika kweli, kwa kuwa hamna hiyo kweli ndani yake. Asemapo uongo, husema yaliyo yake mwenyewe, kwa sababu yeye ni mwongo na baba wa huo. Kwa hiyo tunaona kuna kuua, kuna uongo. Sawa. Angalia sasa, ukisoma kwenye context, rudi mstari wa 40. Hapo walikuwa wanamwambia kwamba sisi ni watoto wa Ibrahimu, akamwambia nyie hamwezi kuwa watoto wa Ibrahimu. Sasa hamwezi kuwa watoto wa Ibrahimu. Sasa lakini sasa naomba usome kwanza 39. Sawa. Wakajibu wakamwambia, baba yetu ndiye Ibrahimu. Yesu akawaambia, kama mngekuwa watoto wa Ibrahimu, mngezitenda kazi za Ibrahimu. 40. Lakini sasa mnatafuta kuniua mimi, mtu ambaye nimewaambia iliyo kweli niliyoisikia kwa Mungu. Ibrahimu hakufanya hivyo. Kwa hiyo mnatafuta kuniua, sawa? Afu ninyi ni wa baba yenu ibilisi. Kwa hiyo ibilisi ana operate kupitia nani? Hawa. Halafu matokeo yake nini? Wanataka kumuua. Si sawa? So namna ya kuwalinda sasa wahudumu wa Injili ili wasidhurike, tunawaombea watunzwe. Kwa hiyo ibilisi atakapotaka kuua kupitia hawa, nguvu za Mungu zinakuwa supplied kutengeneza mazingira ya wao kuwa salama au kutoroka kutoka kwenye hatari. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo hao ndio tunaopambana nao. Kwa hiyo ibilisi ndo huyo adui yetu. Si sawa? Kwa hiyo ibilisi ni sawasawa na adui, ndiye muovu, ndio ulimwengu ule wa roho, si ndio? Ndio watu wasioamini, ndio watu wabaya, ambao kwenye context ya Matendo Mitume ndio Mafarisayo, ndio kuhani mkuu, ndio viongozi wa siasa. Kwa hao ndio ibilisi kwenye utendaji. Kwa sababu ibilisi huwezi kumuona physically. Ana operate kupitia kina nani? Kupitia watu. Watu waliofanya hivyo ambao tumewaona wakioperate hivi ni kina nani? Ni makuhani. Bwana Yesu asifiwe sana. Si ni sawa?
Kwa hiyo tumeiona hiyo. So how are we fighting them sasa? Tunadumu kwenye kuomba kwa ajili ya watumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo usalama wa wahudumu wa Injili uko mikononi mwa kanisa linaloomba kwa ajili yao. Usalama wa wahudumu wa Injili uko mikononi mwa kanisa linaloomba kwa ajili yao. Sini sawa watumishi wa Bwana eh? Tukiomba sana kwa ajili yao, the more they are safe. Praise Jesus. Hallelujah. Tumeiona hiyo eh? Kwa hiyo hii unagundua hii unaweza kudumu kwenye kuiombea. Kwa sababu utagundua all the time wanahitaji kuwa salama. Sini sawa? Sini sawa eh? Yes. Na mara nyingi sasa huwa tunasema kwenye prayer focus ya kwako lazima iwe na eternal value. Yaani unajua kwenye maisha ya kwako, hata kwenye mwenendo, hata kwenye prayer focus, vitu ambavyo vinakushughulisha lazima viwe na hiyo eternity. Lazima uwe na hiyo eternity in view. Sawa eh? So my prayer focus iwe na hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. So the life source of their ministry and the sustainability of their ministry depends solely on the prayers of the church. Hallelujah. Amen. Amen. Kuna mtu yote mwenye swali? Naona muda wetu umekwisha. Au chochote cha kuongeza? Swali la kichokozi. Usalama wa wahudumu wa Injili uko mikononi mwa kanisa linaloomba. Usalama wa wahudumu wa Injili. Injili zimekuwa nyingi sana. Je, kanisa linaloomba linaokoa watumishi wa hizi zote? Actually wewe ukiwa umenielewa. Nimekuelewa. Actually hata wewe ukiwa tukiingia kwenye prayers, kama ambavyo huwa uombi kwa ajili ya watu wote ulimwenguni, hata kama ni Wakristo. Si sawa? Maana yake wewe unaweza kusema naomba kwa ajili ya waamini walioko Marekani, halafu unapimaje maombi yako? Kwa sababu prayers unajua mara nyingi sana hata nilikuwa naongea na baadhi ya watu. Kwa mfano tulikutana tumeomba kwa ajili ya kijana, ametuambia sasa nina changamoto 1 2 3, tukamwombea. Tunapokuja kukusanyika lazima tuulize, si sawa? Vipi ile changamoto ipo? Hayo kwa sababu lazima tuwe na hiyo follow up. Usije kuwa una supply tu maombi halafu fanye follow up, si sawa? Kwa mfano, kwa hiyo kwa context hiyo, mimi ninapoanza kumwombea mhudumu ambaye yuko Marekani namsikiaga tu napimaje? Kwa sababu lazima niwe napima kama maombi yangu yanaleta matokeo. Si sawa? Kwa hiyo obvious actually ukiwa na guts za kuomba kwa ajili ya huduma wa Injili, lazima kuna proper teaching ambayo unayo na utakuwa unaomba kwa ajili ya wahudumu wako wa Injili specifically. For me siwezi kuomba kwa ajili ya kila mhudumu wa Injili. Sasa yani nikisema naomba kwa ajili ya mhudumu wa Injili, haki naomba mtu anayenihudumia. Sasa sawa hapo akiwa salama, nikiomba kwa ajili ya apostle, alafu akaniambia nimepata ajali ya pikipiki, nilikuwa natembea ile pikipiki kama sio Mungu ningekufa. Wow, maombi yako yamefanya kazi. Sasa sawa. Kwa hiyo specifically unaomba kwa ajili ya mtu ambaye anakuhudumia. Though mnaweza kuwa na ile prayers ya kuwa unaomba occasional kwa ajili ya kama sasa hivi ambao tuna kwa mfano kwa sisi unaweza kuomba kwa ajili ya makanisa rafiki. Obviously kwa Injili unaoifahamu maana unaombea watu ambao wana hiyo. Sawa? Na ni rahisi kama ambavyo mchungaji hawezi kuomba kwa ajili ya kila mtu, anaomba kwa ajili ya watu walio chini yake. Wewe uliye chini pia na wewe unaomba kwa ajili ya aliyeko juu yako. Tusijipe tena apostle mpendao anambia actually pastor Ebeneza huwezi kuokoa kila mtu, usijifanye Yesu wewe. Kwa hiyo unacheza uwanja mtu anayekuhudumia intercessors. Wanawake waombolezaji au sio? Ni sawa Kwa sababu if you look at it hata kwenye hizi kama ni epistles, kama ni epistles au kwenye Matendo ya Mitume, ulikuwa unaona wale wote wanaoomba walikuwa wanaona matokeo. Walikuwa wanaona yani feedback zipo, na ndio maana hivyo vitu vimeandikwa ili sisi tupate kujua kama kina
Timotheo. Umeona kile alichoomba Paulo ndicho kinachoendelea kwa Timotheo. Yaani anaombea watu wanaowajua kabisa. Au makanisa yale ambayo wamehudumia. Anakutana na anajua na ana details kuwahusu. Ila sio kanisa lililo ambalo Petro amelifikia kule ambalo sijawahi kufika. Huwezi kukuta Paulo anafanya hiyo kazi. Kwa hiyo inabaki hapo. Na actually ukianza kufocus kama ukiwa na watu wako chini yako, watu wako juu yako, huo muda wa kwanza kumwambia kila mtu unatoa. Kwa sababu gundua watu walio kwanza wanakusumbua. Na muda wako walisali moja masaa mawili, uombe kila mahali utafanya mambo yako. Unakuwa unayapeleka specifically hivyo ili uanze ili uone matokeo. Haleluya. Ale. Unaweza kumshukuru baba Yes. Brother tu sasa. Okay. Bwana karibu. Amen. Tuombe. Tunakushukuru kwa wema wako na ukuu wako na yote ambayo Bwana unaendelea kuyafanya ndani yetu. Jina lako liendelee kutukuzwa na kupewa sifa. Asante kwa kutufundisha tena na kutufungua tukaona katika dimension hii nguvu yako inayotenda kazi ndani yetu, ikaendelee kutenda kazi na tuone matokeo katika utendaji wa kazi ya kwako e Bwana uliotuitia. Kwa utukufu wa jina lako pokea sifa, shukrani na heshima. Wewe peke yako ni Mungu wetu, na tunaamini kazi timilifu uliyoifanya kupitia Yesu Kristo pale msalabani, na ndio inayotenda kazi ndani yetu. Kwa jina la Yesu Kristo tunaamini na kupokea haya maneno yatakuwa halisi na kweli, nasi tutayaweka katika utendaji kazi. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Hello ndugu yangu, naamini umekuwa na muda bora kabisa kujifunza part 4 ya episode pendwa kabisa kwenye episode hii. Mungu akubariki sana. Mwisho wa episode hii ni mwanzo wa episode nyingine. Endelea kutufuatilia kwa masomo yanayofuata. Umebarikiwa sana. Excellence is our portion. Ufanisi ni sehemu yetu. Ni sehemu yako, ni sehemu ya Next Level pia. Mungu akubariki sana. Amen.